Sasa hebu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania, lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilichoko kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Ili uwe na hakika ya kupata katiba mpya, moja ya mambo ambayo ni muhimu sana, mambo ambayo ni muhimu sana ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Nataka niwaambie bila kuwadanganyeni, kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. Mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndiye anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100, haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama, wakati nasimamia
uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM. Kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo, tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana, na mimi nikaenda kumuona Mheshimiwa Rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi walipotembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, Katibu Mkuu, Tume ya Haki Jinai niliyoiunda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya. Kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Lakini mazingira ya ruhusu, inabidi tuniseme kwenye jukwaa. Kwa jamani, ili Rais Samia analitaka, anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambaye rais analitaka likatekelezwa. Na Tume ya Haki Jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili tumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo. Niwaambie nini muelewe. Lakini hata yale mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai yako zaidi ya 350 ambayo ameagiza yatekelezwe. Nataka niwaambieni, yapitieni yale mapendekezo. Kama yakitekelezwa, nchi yetu haitabaki ilivyo sasa hivi. Kuna mambo ya ovyo mengi yanafanyika hapa. Rais kasema tusolve haya mambo, tuyaondoe. Viko vitu vingi vile habari ya watu kukaa mahabusu, vikesi vidogodogo, vitu vya kijinga, viko vingi tu. Habari ya watu kukosa dhamana kwenye vikosa vya kijinga, viko vingi tu. Habari ya watu wakati mwingine mtu ana hamu, maana unajua kuna wakati unakuwa na watu wana roho mbaya. Unakuta mtu mmoja amekaa na roho mbaya pale, ana hamu tu mwenzake alale mahabusu. Sasa kwa kuwa ana hamu alale mahabusu, anajua Jumamosi na Jumapili hakuna anayepata dhamana, anakupeleka kituoni saa 9 kasoro hivi siku ya Ijumaa ili tuwe na uhakika utalala siku 2. Sasa tunao watu wa hivyo kwenye nchi. Lakini kule kwenye mapendekezo yale yanasema vitu gani vitafanya mtu akae mahabusu, kesi gani zitafanya mtu akae mahabusu.
Huwezi tu kuamka asubuhi unambandika mwenzako kesi alafu hiyo. Sasa mambo haya ndio nasema ile tu tukisema anachohitaji rais kujua ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaunga mkono maelekezo yake ya mapendekezo ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Tukifika hapo tutakuwa na nchi nzuri sana. Tutakuwa na nchi bora kuliko wakati mwingine wote ambao mnafikiria. Kwa hiyo naomba mtoke hapa mkijua kwamba fursa tumeipata ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Kupata katiba mpya kabla ambayo itatumika katika uchaguzi wa 29 na 30. Narudia kutumia maneno magumu, tukomae hapo. Na naongea na Watanzania wote, naongea na wana CCM, naongea na upinzani, naongea na asasi za kiraia. Nawaambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Nawaambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Nawaambia asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, katiba mpya ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Tukishafika hapo, kasi ya maendeleo na mabadiliko kwenye nchi yetu itakuwa kubwa kuliko mnavyofikiri. Mwezi Mei, wakati rais anaapisha majaji, kama mlisikiliza hotuba yake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema, katika moja ya maneno alisema haki ni msingi wa amani. Haki ni msingi wa amani. Na mimi alipomaliza pale, wakati tulipoongea baadaye, nikamwambia Mheshimiwa Rais, kama kuna kitu na kushukuru ni wewe kusema hili, haki ni msingi wa amani. Kulisema hadharani, ili viongozi wote tulio chini yako tulihubiri hili kwamba haki ni msingi wa amani. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo.